mtazamaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu, nikiamini Yesu ni mwema na Yesu amefanya kazi kunikutanisha mimi na wewe siku ya leo. Na leo nimependa nikuje kwako ili niweze kuongea na wewe mambo mawili au jambo moja ambalo Roho ameweka ndani ya moyo wangu. Hapa ni Gospel Korori Wendani, na hapa ndipo Mungu ameniitia na amenituma. Tushamaliza ibada, tuko kanisani na ni masaa ya sasa kuongea na wewe katika ibada ya online. So siku ya leo nilikuwa natamani sana tujifunze kitu, maana kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Kuna topic ambayo nilikuwa nafundisha, na hii topic nilikuwa nafundisha nilianza last Sunday na leo. Naomba nikukusie tu juu, lakini naenda kufundisha kiundani kuhusu imani, kwa sababu kila mtu ako na imani yake na kila mtu amejitengenezea imani, lakini tuko na imani moja ambayo kila mtu apasa aiamini, na hiyo imani ndio Kristo ametuweka. So leo naomba nisome kitabu cha Mathayo mlango wa 21 mstari wa 21. Yesu akajibu akawaambia, amina nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka utupwe baharini, litatendeka. Na yoyote atakaye yaomba katika sala mkiamini mtapokea. So kuna kitu nilikuwa nafundisha kwamba kuna mambo matatu yanayopea mtu kibali. Kuna mambo matatu. Naomba cameraman wangu niandikie hapo mambo matatu yanayopea mtu kibali. Na katika hayo mambo matatu, jambo la kwanza ni imani. Jambo la kwanza ni imani. Maandiko ambayo tumesoma yamesema kwamba Yesu alikuwa anapita na wanafunzi wake, na alipopita alikuwa anaenda mjini na amesikia njaa. Ametoka huduma, amesikia njaa. Alipokuwa amesikia njaa, akaona mti, na akaona huo mti si wa matunda, na haya matunda yanafaa yawe yameivia kwa mti ni kuchuna na kula. Akaenda, wakati alienda akafika kwa mti, akatazama juu, akaona mti upo lakini hauna matunda. Mti hauna matunda, na kwa kuwa alikuwa na njaa, hasira ikawa imepanda. Akawa anasikia vile uwanga mzazi anasikia, niko na watoto wanafanya kazi, ni wakubwa, wako mahali fulani, lakini analala njaa. Wakati mzazi analala njaa, ndio anachukua hatua ya kutupa laana. So huyu Yesu alisikia mti upo, na katika huo mti inafaa uwe na matunda, na yeye akaangalia akaona mti haukuna matunda. Akasikia hapana, huu mti sio wa kuachwa bure. Yesu akaulaani, na alilaani. Hivyo ndivyo watu wengi wameacha mababa zao wa kiroho wakiwa wamekauka. Wameacha familia zao, mama kizazi kinaumia sababu ya njaa, na wao wako na uwezo. Unakuta kilio cha watu kinakuja kinakausha maisha yao. Wakishakauka wanakosa kibali, wanaanza kulia, kwenda kwa manabii, kwa madivai na waombewe, lakini kitu kile wao wangesofu, wangemaliza. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu alipoangalia, hivyo ndivyo wazazi wanaangalia, hivyo ndivyo wazazi wetu wa kiroho na kimwili wanaangalia. Wanaangalia waone kitu kwenyu, wanakosa, na wanatupa laana. Laana inaondoa kibali.
laana inaondoa kibali. Maandiko yanasema wakiwa hivyo wanapita, Yesu akaangalia kuna kitu na akaulaani mti, na akaulaani. Alipoulaani mti, wakaenda. Waliporudi, kina Petro wakakuta yenyewe mti umekauka. Petro akakumbusha Yesu, asema huo mti ndio huo umekauka. Yesu akawaambia, mkiwa na imani kiasi tu, mtaambia mlima ng'oka utupwe baharini, na mlima utatupwa baharini. Maana yake alikuwa anataka watu wapepe imani ya kuhamisha milima. Imani ambayo milima, maana nikitafsiri kuhusu milima, milima inasimamia visuisi kwa watu, vitu vinavyotuzuia kumuona Mungu, vitu vinavyotuzuia kwenda, vitu vinavyotuzuia kubarikiwa. Hizo ndizo milima. So tukiwa na imani, hiyo milima tutaiondoa. Maana Yesu aliwaambia, kiwa tuna imani kiasi, utaambia mlima ng'oka. Huo mlima ni haya mateso yanayotusungukia. So Yesu alikuwa anataka tupepe imani ya kuhamisha milima, na baada ya kuhamisha milima tunaanza kukubalika. Maana mtu ako chini ya mlima hana kibali, amezuilika, amefungwa.